Ni wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe tu Bwana, ni wewe, oh haleluya. Wewe niwe Baba, ni wewe tu Bwana, ni wewe Alfa na Omega, ni wewe tu Bwana, ni wewe, hakuna mwingine. Yesu ni wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe tu kimbilio letu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe, iwe nguvu yetu, ni wewe tu Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe tu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo Baba umetupa kuzungumza na watoto wako, kusema nasi. Tunakushukuru kwa sababu saa hii tunajiweka mikononi mwako, tukiomba neno hili likapate kufungua mioyo yetu, likapate kutugeuza kutoka katika hali ya dhambi kuingia katika hali ya utakatifu, kuambatana na wewe, kukucha wewe, kulisifu jina lako na kukuishia wewe Mungu, maana wewe ndio Mungu wetu na Baba yetu. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii. Asante kwa sababu ya neema hii ulionipa kusimama mbele ya watakatifu wako, mbele ya watoto wako hawa. Bwana, kafungue fahamu zao, kafungue mioyo yao, kafungue akili zao, wapate kuelewa maandiko haya, na ndipo wabarikiwe, kwa sababu naliangalia neno lako ili upate kulitimiza, na ndani ya neno lako ndipo kuna uzima, ndani ya neno lako ndipo kuna nuru, ndani ya neno lako ndipo kuna baraka tele na nguvu na neema ambayo imeachiliwa, maana umesema unaliangalia hilo neno ili ukapate kulitimiza. Na umesema kama ulivyo, kama mbingu ilivyo mbali na mashariki ilivyo mbali, umesema neno lako halitakurudia bure mpaka litakapotimiza mapenzi yako. Ninakushukuru Mfalme, Mungu wangu na Baba yangu, ninanyenyekea penye kiti chako cha rehema, ili hekima itokaye juu ishuke ndani yangu, roho kwa uzima, roho utukufu, roho mafunuo, aniwezeshe kunena yale ambayo umesema nami kupitia neno lako, na wapate kulielewa na wapate kulitendea kazi. Tupate kubarikiwa nawe, tupate kuongozwa nawe. Ni katika jina la Yesu Kristo ibada hii tunaiweka wakfu sasa. Malaika wako, Roho wako Mtakatifu atawale na kutamalaki. Ni katika jina la Yesu, kila mwenye pumzi aseme amen. Shangilia Yesu kwa vigelegele na makofi ya nguvu. Wewe uliyebarikiwa na Yesu. Haleluya. Maana wewe uliyechaguliwa ni siku yako ya baraka. Haleluya. Sema amina. Sema amina. Mwambie jirani yako ni saa ya kusoma neno na kumjifunza Baba, ili tupokee uzima, ili tupokee amani. Haleluya. 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 Somo letu ambalo tumeanza tangu mwezi wa 12, Mungu akitupa vichwa vya habari tofauti tofauti, ni kwa lengo la kumjua Baba. Na tunapomjua Baba tunatakiwa kumcha. Tunatakiwa kumcha, maana yake kuambatana na Mungu na kukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili unapokaa ndani yake ndipo Mungu akae ndani yako. Tuliangalia somo hilo kwa urefu, na bado Mungu naona anataka tulijifunze, kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni mwana wa Mungu, niliyechaguliwa, niliyenunuliwa kwa damu ya thamani. Ukijua upendo huo, itakupa sababu ya kumtafuta Mungu, ya kutaka nguvu za Mungu,
kama kitabu kile cha Nyakati wa Kwanza 16 anavyosema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwenye sura ya 16 mstari wa 11 ukisoma pale utapata kujifunza kitu hicho. Lakini leo tunataka kujua sifa za Baba, Mungu Baba alivyo. Kwa Kiingereza tunasema the attribute of God. Alafu tutaangalia nguvu za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu sifa ndio zitakazokupa umjue na namna ya kumwendea katika sifa zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposema Baba ni mtakatifu sana, maana yake anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Maana yake pasipo utakatifu huwezi kumkaribia Mungu. Pasipo na upendo wa Mungu huwezi kumwendea Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tabia za Mungu ndizo zinazotambulisha kanuni za Mungu katika maisha yetu. Na kanuni za Mungu ziko kwenye Biblia. Ziko wapi? Kwenye Biblia. Naye analiangalia neno lake aliloahidi, aliloandika kupitia mitume, manabii. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano la Kale manabii waliandika. Katika Agano Jipya mitume waliandika. Haleluya. Ili ninaposema mitume na manabii usichanganyikiwe. Maana Agano Jipya liliandikwa na manabii kadri Roho Mtakatifu alivyowezesha, na katika Agano Jipya pia tunaona mitume waliandika. Haleluya. Tunasikia Petro, tunasikia Paulo, tunasikia Yohana na wengine wote. Haleluya. Luka, Marko. Haleluya. Lakini leo tunaangalia sifa za Mungu Baba. Kwa nini tuangalie sifa? Ni ili tuweze kumcha Mungu sawa sawa. Ni ili tuweze kuambatana na Mungu katika mapenzi yake. Ni ili tuweze kumtumikia Mungu katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kichwa cha habari nini? Tabia za Baba. Tabia za Mungu Baba. Ili usije ukaandika baba sio baba yako yule wa kimwili. Namuongelea Baba wa Baba Mungu ambaye alituma. Haleluya. Na tunaenda na kitabu cha Kutoka 10. Kwa wale waliokuwepo tuligusia kwa sehemu kidogo sana. Kutoka 10 mstari 20 ndio mistari ya kutembelea. Haleluya. Kutoka ngapi? 10. Amen. Na Isaya 40 mstari wa 28. Andika. Haleluya. Kitabu cha nimesema kitabu gani? Kumbukumbu la Torati 10:20. Na Isaya ngapi? 40:28. Amen. Mko vizuri. Twende tukasome maandiko. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 20. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ngapi? 10:20. Neno la Mungu linasema maneno haya: mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Yeye ndiye fahari yako, yeye ndiye Mungu wako, aliyekutendea mambo haya makubwa ya kutisha uliyoyaona kwa macho yako. Haleluya. Nimesoma 20 hadi 21. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa anawaambia wana wa Israeli kwa habari ya kumcha Mungu, kwa sababu alishawaeleza sifa za Mungu. Lakini kwa sababu hii ni kizazi kipya, Mungu alikuwa anasema nao, akawaambia kwa habari ya Mungu alivyo, ambaye Mungu ni Mungu mwenye uweza na mamlaka, lakini ni Mungu hakimu wa haki. Sema hakimu wa haki. Hapokei rushwa. Haleluya. Hapokei nini? Wala asinzii, wala halali. Tusome katika hiyo Isaya 40 mstari 28. Anasema, je, wewe haukujua? Haukusikia? Yeye ni Mungu wa milele. Ni Mungu wa milele. Kwa sifa ya kwanza ni Mungu wa milele. Maana yake hatakuwa na mwanzo wala hatakuwa na mwisho. Ukisema alianzia mwaka gani huwezi kupata.
Maana yake sifa hiyo ya kwanza inamtambulisha kama ni Mungu mwenye uwezo wote na nguvu zote. Haleluya. Hiyo ni kasehemu tu. Nimekupa kwanza uwezo wa Mungu, alafu nitakupa sifa zake sasa. Maana ndani ya hizo uwezo wa Mungu ndio tunapata sifa za Mungu. Haleluya. Anasema, je, hujafanya nini? Hamjafika hapo jamani. Kitabu cha Isaya. Hebu tusomee kwa sauti sasa. Tumia microphone. Anzia mwanzo. Je, wewe hukufanya nini? Je, wewe hukujua? Je, wewe hukujua habari za huyu Mungu tunayemwongelea? Hukusikia? Je, hukusikia habari ya huyu Mungu? Yeye Mungu ni wa milele. Huyu Mungu tunayemwongelea tunamwita ni Alfa na Omega. Bwana muumba. Haleluya. Miisho ya dunia. Aliyeziumba mwanzo na miisho ya nini? Dunia. Tunapoambiwa kuna dunia hii imegawanyika katika hemisifia mbili. Si ndio? Kuna north na alafu ukienda katika dunia yote unapata kujua kwamba ndio Mungu aliumba mwanzo na miisho ya nini? Ya dunia. Hazimii wala hachoki. Na alafu yeye hazimii wala hachoki. Maana yake hali ugali wala nyama. Haleluya. Akili zake hazichunguziki. Wala akili za Mungu hazichunguziki. Sema amina. Maana yake hata nikiwa na PhD na doctorate siwezi kupima akili za Mungu. Hata nikiwa profesa siwezi kupima akili za nini? Maana si profesa ndio tunasema elimu ya mwisho hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu ni Mungu. Kwa uwezo tunasema yupo kila mahali kwa kila wakati. Yupo kila mahali kwa kila wakati. Halali ili usiseme kwamba nikienda mashariki nitamkuta amelala magharibi. Halali. Bwana Yesu asifiwe. Halali wala hachoki. Yuko masaa 24 anaangalia dunia nzima kwa sekunde, anaona kila kitu kinachoendelea. Ni kama wewe upewe kioo unavyojiona kwa sura yako, si ndio? Si kioo kinakuvuta unaiona sura yako kuwa ndogo Kwa hiyo na sisi Mungu anatuangalia kwa jicho lake, kwenye kioo anatuona hivi. Maana anasema nimekuchora kiganjani mwangu. Maana kila mtu anaangaliwa kwenye kioo cha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo anaangalia mpaka vijidudu ambavyo sisi hatuwezi kuona mpaka tutumie darubini. Lakini anavijua, lakini aliviumba kwa kila kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukimjua Mungu kwamba ni Mungu muweza, mwambie jirani yako, Mungu ni muweza wa yote. Mungu yuko kila mahali. Mungu anaweza kutenda mambo yote. Sifa tatu. Ukuu wa Mungu katika nafasi ngapi? Tatu. Kwa Kiingereza tunasema omnipresent. Yuko kila mahali kwa wakati wowote. Yuko jana, yuko leo na hata milele atakuwepo. Si tumeambiwa ni Mungu wa nani? Wa milele. Na hazeeki wala hasinzi wala hachoki. Binadamu anachoka. Binadamu anazeeka. Binadamu anafanya nini? Analala. Kwa hiyo maana yake Mungu ametuzidi kila kitu. Ndio mzee wa siku. Haleluya. Hana mwanzo wala mwisho, lakini amesema yeye ni Alfa, kuonyesha kwamba katika mwanzo ule tunaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, anasema nilikuwepo nikiumba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ukuu wake hakuna kitu tunachoweza kukifananisha na Mungu. Hatuwezi kusema hata jua hatuwezi kumfananisha na Mungu. Si jua linachoma sana, lakini jua nayo liliumbwa na Mungu. Kuna wanaoabudu jua, kuna wanaoabudu mwezi wakifikiri ni Mungu. Kuna wanaoabudu ng'ombe, kuna wanaoabudu nyoka, kuna wanaoabudu dragon. Amen. Lakini hivyo vyote viliumbwa na Mungu. Hata kama vina uwezo haviwezi kumkuta nani? Mungu.
Hata kama vikigeuza jua zikawa damu, haviwezi kumkuta nani? Mungu. Hata kama akimfufua mtu, haviwezi kumkuta Mungu. Hata kama vinaongea. Kulikuwepo na dragon wakati wa nani? Wana Israeli walipokuwa wanapambana na Wafilisti. Si kulikuwepo na Mungu dragon Kwa hiyo sio mambo mapya. Wakamlinganisha Mungu, lile dragon likakutwa limesujudu mbele za Mungu. Maana Mungu halali, Mungu hasinzii, Mungu hachoki. Haleluya. Yeye ni Baba wa milele. Sema Baba wa milele. Ni Mungu wa utukufu. Haleluya. Ungemchangilia basi kwa makofi na vigelegele. Na ndio maana kwa kuja kwa Yesu Kristo aliye uzima wetu, anataka tukaishi naye milele yote. Kwa hiyo baada ya maisha haya kuna uzima wa nini? Wa milele. Uzima huo wa milele unatokana na wewe kumpokea na kumkubali Yesu. Ukimkataa, maana yake uzima wako wa milele unaenda kupotea kwenye moto. Yesu atusaidie. Lakini ukimkubali, ukamcha yeye, ukaambatana naye, ukampa nafasi kwenye moyo wako, atakupa uzima wa milele, atakupa baraka na uzima na mafanikio duniani, lakini zaidi uzima wa milele, maana yake kwenda kuishi naye milele yote. Amen. Naona ilivyo nzuri. Kwa nini hawajapewa malaika hiyo nafasi? Kwa nini hawajapewa viumbe vingine hiyo nafasi? Kwa sababu wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Ulinganishwi na malaika. Wewe ni mkuu kuliko malaika. Sema amina. Malaika akishusha mmoja hapa anaweza kateketeza dunia kwa nguvu alizopewa. Lakini sisi tukisimama karibu na Mungu, tukambatana na Mungu, tunaweza kufanya zaidi ya malaika. Amina. Kama malaika mmoja tu anaweza kateketeza dunia, je, sisi? Anasema ninyi nanyi ni miungu japo mtakufa kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunavyoviona, tunazo na nyumba hizi ni kazi ya nini? Ya uumbaji wa wanadamu. Ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Aliyempa uwezo ni nani? Mungu. Kwa sababu alipewa nguvu kama ya Mungu. Lakini alipoteza ushirika na Mungu, alipoteza nafasi, ikamuondolea baadhi ya nguvu na heshima. Akawa mtumwa. Unajua ukiwa mtumwa huwezi kufanya vitu kwa usahihi. Lakini Yesu alipokuja alitaka turudishiwe nini? Haki ya Mungu. Haki ya Mungu inakupa nafasi ya kumlingana Mungu, ya kufanana na Mungu, ya kuwa karibu na Mungu, ya kuwa na ushirika na Mungu. Ndio maana haki ya Mungu ilinunuliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnanielewa. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari 20. Kwa sababu wokovu ulikuja kwa sababu ya kazi ya mwanadamu aliyepotea, apate kurejeshewa heshima yake, apate kurejeshewa baraka zake, apate kurejeshewa nguvu zake, apate kurejeshewa heshima na mamlaka yake aliyepewa tangu Edeni. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wewe si wa kawaida. Wewe si na kama si wa kawaida, Mungu anataka ujitambue, umche yeye, uambatane naye, usiende kichwa, uambatane naye. Maana yake katika ulimwengu huu umepewa uwezo wa kuamua, uwezo wa kufanya nini? Wa kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Na kuamua kwako unachagua njia ya uzima au upotevu. Ulazimishwi. Ndio maana neema iliyofunuliwa yawataka wanadamu wote waokolewe, waiache dhambi. Haleluya. Kwa tunaposema kumcha Mungu ni kumjua Mungu na uwezo wake, ni kumjua Mungu na utakatifu wake, ni kumjua Mungu na upendo wake. Alafu kisha mjua, unaambatana naye. Maana yake na wewe unatakiwa upokee upendo wa Mungu, unatakiwa upokee wema wa Mungu, unatakiwa upokee utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba hizo zikuwezeshe utende kama Baba. Anasema tulionunuliwa
tumepewa nafasi ya kuwa wana, na kama ni wana ni warithi, na kama ni warithi tumepokea kitu kilichozidi vitu vyote, roho wa mwanaye. Ule roho wa mwanaye anakaa ndani yako, sio kwa ajili ya alama tu ya ukumbusho kwamba uliokolewa, no, ili kwamba Mungu atende kazi ndani yako kupitia Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Zamani za Agano la Kale malaika alikuwa akishuka kusema na wanadamu, lakini Roho Mtakatifu alikuwa kwa wakati ule wanamuita Roho Bwana, alishuka kwa nyakati. Ndio maana Daudi alipotiwa mafuta, Roho Bwana akashuka juu yake, si ndio? Sauli naye alipotiwa mafuta, Roho Bwana akashuka ndani yake akaanza kutabiri, lakini alishuka kwa muda maalum. Nilikuwa inatuonyesha habari ya Agano Jipya la kukaa na Roho Mtakatifu, Roho wa milele akae pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaelewa. Nani ananielewa? Hebu mshangilie Yesu basi kama unaelewa. Kwa hiyo Mungu ana uwezo katika maeneo matatu. Yuko kila mahali kwa wakati wote. Tunamuita omnipresent. Omnipresent. Alafu omnipotent. Alafu omniscient. Mambo mangapi? Matatu. Ana nguvu za kutenda mambo yote kwa wakati wote. Ayubu 42 akasema mambo haya. Lakini yuko kila mahali. Daudi akasema niende wapi nijiepushe na uso wako? Maana yake ukisema nitaenda kujificha shimoni, Mungu anaweza kazungumza hata na hiyo ardhi ikakumeza au ikakutema. Waulize wana wa Israeli waliokuwa wakimwasi Mungu. Ardhi ilifungua kimya ikawameza. Hakuhitaji kaburi. Unaona samaki anavyomezaga watu au yale manyangumi yanafungua kinywa, unaingia mwenyewe. Kwa ardhi na yenyewe ilifungua kinywa. Sijui alitumia tetemeko la ardhi. Watu walikufa wengi sana, sio 10, ni zaidi, mamia, maelfu. Yote aliyempinga Musa, sasa hiyo ardhi ilifunguka. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Alafu ikajifunga. Kwa hata kwenda kufungua ujue alikopelekwa. Baada inafunguka alafu inajirudisha. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mzuri. Lakini ni Mungu wa kuogofya sana. Ni Mungu wa rehema sana. Lakini ni Mungu mkali sana, hataki mazoea. Yesu atusaidie. Anapotuhurumia ni ili tupate kujifunza kumjua. Lakini anaposimama katika utakatifu wake, katika hukumu zake, hana upendeleo. Hana nini? Hana upendeleo. Ukitenda haki, yuna haki, utakuwa na haki. Haleluya. Haleluya. Hatua zake, akili zake haziwezi kulinganishwa hata na hii teknolojia sasa hivi tunaita AI, artificial intelligence. Maana tuko sasa hivi wanadamu hawataki kutumia akili zao, wanatumia akili bandia au mnaita akili nini? Ina Kiswahili chake. Artificial intelligence. Kubuni miradi, kubuni vitu. Lakini maana yake mwanadamu hataki kutumia akili aliyopewa na Mungu. Maana yake usipotumia akili yako, adui ataleta kwake. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Maana ndio maana inasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na akili nyingi. Bwana Yesu atusaidie. Hiyo ni Zaburi ya 111. Usikariri andiko moja. Maana hiyo uliosema ni sawa, lakini mimi niko kwenye Zaburi ya 111 mstari wa 10. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na akili, na anasema wao waendao katika njia hiyo wana akili nyingi sana. Haleluya. Maana yake nini? Hatukuumbwa ili tutegemea akili ya maroboti.
tunatakiwa tutumie akili zetu, na kwa kumtafuta Mungu na kumcha yeye na kuambatana naye na kushikamana naye, ndipo tunapokea hekima itakayechaji akili zetu kumwelekea Mungu, ili tuwe wafanisi, tuwe wabunifu, tuwe na akili, tuwe na nguvu, tuwe na utajiri na baraka tele. Haleluya, haleluya. Uliumbwa ili umtumikie aliyekuumba, sio utumikie vilivyoumbwa. Ndio maana akasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zote, kwa akili zote. Kwa nini hajaacha akili? Anajua akili inaweza ikatumiwa vibaya. Yesu atusaidie. Kwa hiyo sisi tunapaswa kumcha Mungu ili tupokee hekima ya Mungu, tupokee maarifa ya Mungu, tupokee ufahamu wa kimungu. Maana amesema akili zake hazichoki. Hujawahi kukuta akili imechoka mpaka unalala? Maana yake za Mungu hazichoki. Ndio maana tunachoka, tunalala ili kuruhusu akili pumzike. Maana yake akili zetu zina kipimo, kina mwisho. Lakini tulipoangalia katika Efeso anasema tumjue sana Mungu katika kimo, katika nini, upana na urefu na kwa ukuu wake. Maana yake tujue mamlaka, tujue nguvu, tujue uweza, tujue utukufu, tujue na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Haya yatatusaidia. Sifa za Baba. Sifa nakupeleka sasa kwenye hiyo, na nitakupitisha kwenye hizo sifa za Baba, alafu tutamalizia hapo. Haleluya. Sifa za nani? Za Baba yetu wa mbinguni, au sifa za Mungu Baba. Sifa za nani? Baba yetu. Tunapendaga kuimba amejaa neema Yesu, amejaa neema, amejaa neema Yesu, amejaa neema. Imba amejaa neema Yesu, amejaa neema, amejaa neema Yesu, amejaa neema, amejaa neema Yesu, amejaa neema, kweli, amejaa neema Yesu, amejaa neema, 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 Yesu, amejaa neema. Amen. Kwa hiyo tumejifunza uwezo wa Mungu ili tuweze, kwa Kiingereza tunasema tuweze kurelate, tuweze kuambatana na Mungu. Tumesema Mungu ni mwenye nguvu sana, all powerful. Anaweza kageuza sayari hii ikawa kituko kwa sekunde, kwa neno hili moja. Maana aliumba kwa neno, anaweza karibu kwa neno. Yesu atusaidie. Anaweza akaongea na bahari au ardhi kameza kila kitu. Kwa hiyo tunajifunza kama Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote, tumtumaini na kutegemea yeye. Isaya 40:31, Mathayo 21:22. Andika itakusaidia. Trust in God's power and sovereignty. Amini juu ya nguvu za Mungu. Tumaini, tegemea, mche. Kumbuka kichwa cha somo, umche Bwana. Mche maana mwabudu, mheshimu, nyenyekea. Tumaini, ambatana. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Unamcha kwa sababu ana nguvu kuliko wewe. Halali, hachoki, hasinzi, hazeeki. Kumbuka Zaburi ile Isaya tuliyosoma 40 mstari wa ngapi? 28. Amen. Safi sana. Je, wewe hujui? Hujawahi kusikia huyu Mungu alivyo? Tunaposema ni Mungu wa kuogofya sana, maana yake hata malaika walio karibu
hawezi kusogelea utukufu wa Mungu. Wanakaa mbali na Mungu wakiwa wakisubiri oda, maana Mungu ni mkuu sana. Kwake ambiwa nenda kateketeze, haji kwa compromise, ni anakuja kwa agizo moja, tenda rudi. Maana kiasi anajua hakuna access ya kuingia tena. Bwana Yesu asifiwe. Muulize shetani. Alitamani kufanana na Mungu, alitamani kuchukua nafasi ya Mungu. Kilichompata ni maumivu. Maana alizoea akifikiri kwamba kwa sababu alipewa uwezo wa sifa na kumtukuza Mungu, alijua kwamba nikiingia kwa gia ya sifa nitampindua aliye mtakatifu. Akaambiwa siku ile uovu ilivyoonekana ndani yako, ndipo siku hiyo ulipopinduliwa kwa rushwa mpaka mwisho wa dunia. Yesu atusaidie. Kwa hiyo baba yetu ana nguvu sana. Ana nguvu kuliko majaribu unayopitia. Ana nguvu kuliko matatizo ulionayo. Ana nguvu kuliko mazingira magumu yaliyokuzunguka. Anataka utambue uweza wake, ukubali kumcha yeye. Tatizo tunatumainia akili zetu, tunatumainia ndugu zetu, tunatumainia marafiki, tunatumainia kitu fulani, haitatusaidia. Tumaini Bwana, tegemee, umche yeye. Ana nguvu, anaweza. Kama aliweza kuamuru kunguru akamlisha Elisha, hataweza kukukumbuka wewe? Utawahi kupata kusikia habari za Mungu? Ukuwahi kupata kusikia uwezo wake? Alipasua bahari ya Shamu, wana Israeli walipita yani ikiwa nchi kavu na bahari imesimama huko na huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Farao alipojaribu na farasi wake, wote walizama pale. Naona Mungu alivyo. Akiwaamua kwa upande wako, hata maadui wakutafute hawatakuona kwa jina la Yesu. Amen. Hata wachawi wakikutafuta hawatakuona kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nini? Ni Mungu wa kutisha sana. Amen. Hata waruhusu waje wakuone, lakini hawatakusogelea. Anasema kwa macho utawaona, lakini hawatakufanya nini? Unaona alivyo? Yaani kwa macho unaona wale pale wanakusanyika, wanafanya mipango na mikakati, lakini huo mpango wao utafanya nini? Hautafanikiwa. Anasema kila silaha itakainuka juu yako haitafanya nini? Maana zitainuka, lakini haitakuwa na nini? Na nguvu juu yako. Kwa nini? Yeye ni Baba, yeye ni Mungu. Anaposimama kama Baba atakulinda. Anaposimama kama Baba atakuongoza. Anaposimama kama Baba atakulisha. Anajishughulisha na mambo yetu. Anaposimama kama Mungu mwenye nguvu na mamlaka, atakulinda kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amini juu ya nguvu za Mungu. Tumaini juu ya uwezo wake, ambapo umche na kuambatana naye. Usitumaini hata ukiona mchawi anaruka, anageuza na kufanya miujiza. No, kuna Mungu anaweza. Kuna Mungu anaweza kutenda yasiyowezekana kwa wanadamu. Maana anasema akili zake hazina kipimo. Maana yake huwezi kupima kwenye ile intellectual ability. Huwezi kusema ana IQ sana kiasi 100 kwa 100, 200 kwa 100 ngapi? Akili zake anasema hazipimiki. Akili za kibinadamu unaweza kupima kwa uwezo wa kufanya vitu kwa wepesi au kujibu vitu kwa haraka. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie kumwelewa Baba. Amen. Sijui kama unaelewa hili somo. Hili somo huwa linafundishwa vyuo. Unapata neema hiyo. Amen. Maana yake wewe ni mtu wa maana sana. Haleluya. Nataka umjue Mungu, mwabudu katika roho na kweli. Unapoambiwa nyanyua mikono, utaangalia jirani yako, utaangalia aliye mbele yako. Ukiweza sujudu, piga magoti, lala chini, mwabudu Mungu wako. Haleluya. Ni heshima. So unaambiwa abudu, unahangaika kwa sababu bati. No, hujajua Mungu unayemwabudu. Anasema Mungu ni nani? Roho. Na waabudu imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hautalazimishwa kuja kanisani. Hautalazimishwa kumtumikia Mungu.
Ukimjua umejua nguvu zake, ukimjua umejua utukufu wake, ukimjua umejua baraka zake zilizo juu yako. Hautalazimishwa kumtafuta, utamtafuta kwa bidii. Anasema na wapenda wanipendao wanitafuta kwa bidii, sio kwa kupapasa papasa, kwa bidii. Bidii maana yake kujikana zaidi ili umuone Mungu, kuachana na uovu na kutafuta utakatifu zaidi, kuomba, kusoma neno. Amen, haleluya. Kwa hiyo mistari niliyokupa itakupa kuona utukufu wa Mungu kwa tunaposema Mungu ni mwenye nguvu sana, omnipotent, all powerful. Tumesoma kitabu gani? Methali 3:5-6, Isaya 40:31. Haleluya. Na Mathayo 21:22 na Yakobo 5:16. Ya pili, hizi kwa Kiingereza wanasema attributes. Attribute maana yake ni sijui ni tuseme ni sifa, lakini hizi ni uwezo wa Mungu. Sababu sifa ndio tunasema ni mtakatifu, ni mwaminifu, ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo hizi, ya pili tunasema Mungu ana maarifa, all knowledgeable, anajua kila kitu. Tumesikia akili zake hazichunguziki katika Yesaya. Ndio maana nimekupa Yesaya. Haleluya. Kwa Kiingereza tunasema omniscient. Kama ni habari ya sayansi, ni mwanasayansi namba 1 ambaye hakuna aliyewahi kumkuta. Haleluya. Aliviumba vitu vyote kwa kanuni zake. Ndio maana wanasayansi wanajaribu kutafuta kanuni mbalimbali. Hata wakipata kwa sehemu hawawezi kumjua Mungu kupitia sayansi. Sio kama unanielewa. Yaani huwezi kumjua Mungu kupitia kila alichokiumba, kwa sababu akili zake hazichunguziki. Omnipotent. Sema omnipotent. Tutajifunza tu. Yaani maana yake kwa Kiswahili rahisi kwamba Mungu ni Mungu mwenye uwezo wa kiakili nyingi sana. All knowledgeable. Anajua kila kitu na anaweza kila kitu. Hakuna kilichojificha mbele zake. Tunakumbuka kitabu cha Waebrania 4:12 hadi 13. Anasema kila kitu kimewekwa wazi mbele za Mungu. Hata mishipa yako anajua inafanyaje kazi. Na anasema anaweza akapita katika hiyo mishipa akachambua mafuta na damu, maji na mafuta akavitenga. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu ndio wamejitahidi siku hizi, ukitaka kwenda kuchujwa damu, kwa damu ambayo ifanye kazi vizuri, unaingiziwa kwenye mashine, inachuja, damu mafuta inatolewa, damu inakuwa nyepesi, inaendelea kufanya kazi. Lakini kwa neno la Mungu akikuangalia hivi tu, kila kitu kinatenganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome basi hiyo mistari. Mtu mmoja anisomee tuende haraka hapo. Tuko kwenye pointi ya pili, alafu tuingie sifa za Mungu. Nitakupa sifa 5 na maandiko. Haleluya. Alafu Jumatatu tutaendelea naye, Jumatano na Ijumaa. Amen. Amen. Nataka mjue Mungu. Waebrania 4:12-13. Waebrania 4:13 nasema. Tupe maiki basi. Waebrania 4:13. Ndio. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi. Maana yake uwezo wa Mungu wa kiakili ni mkubwa sana, anajua kila kitu. Lakini vitu vyote utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Umesikia? Aliye na mambo yetu. Ni nani huyu? Akili zake hazifanyi nini? Akili zake hazichunguziki, alafu hazina kipimo. Ukipima IQ ya Mungu ni kubwa sana. Labda kwenye kompyuta inaweza ikapasuka.
Maana digiti za kompyuta zinaishia, ina mwisho wake, si ndio? Kutoka milioni, kutoka elfu, kutoka 100 mpaka trilioni, sijui kuna nini, wala wataalamu wa hesabu. Bwana Yesu atusaidie. Huyo ni baba, ana akili nyingi. Haleluya, ana akili nyingi. Hebu tusome Kutoka 15 mstari wa 11. Musa anawaambia Wanaisraeli, ni nani kama Mungu? Ni nani kama Bwana katikati ya miungu? Hakuna. Kutoka 15:11. Maana yake anawaonyesha uwezo wa kiuwezo na kiakili na hekima na maarifa. Tusomee. Amen. Kutoka 15 mstari wa 11 inasema. Ndio. Bwana. Katika miungu ni nani aliye kama wewe? Anasema Bwana, anamtukuza. Katika miungu yote, dragon sijui nani. Ni nani aliye kama Bwana? Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliyekuwa kama wewe, mwenye hekima yote, mwenye maarifa, mwenye nguvu, mwenye utukufu, mwenye mamlaka, anayeweza kubadilisha sayari au kitu chochote kuwa chochote anachotaka. Utukufu katika utakatifu. Utukufu katika nini? Haleluya. Haleluya. Ungekuona nielewa, sijui nakupa kitu kizito sana, lakini nikupe chepesi zaidi, lakini nakupa hivyo vizito kwa sababu wewe ni wa thamani. Wewe ni mwana. Na mwana anatakiwa ajue namna ya kumrithi baba, atembee kama baba. Anasema kama Mungu, kama baba alivyo, ndivyo na sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alivyo na upendo, na sisi tuwe na alivyo mtakatifu, na sisi tuwe wa alivyo na huruma, na sisi tuwe na amen. Unanisaidia maana hivyo hivyo namalizia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 139 utajisomea baadaye. Mstari wa 2. Ya 3 tunasema Mungu yuko kila mahali kwa wakati wote. Omnipresent, everywhere present. Daudi akasema niende wapi nijifiche na nini? Roho wako. Niende wapi? Zaburi ya 139 ukisoma yote hiyo utapata. Na Yesu akasema hilo kuthibitisha kile ambacho Daudi naye alichokuwa akitabiri. Anasema katika Mathayo 28 mstari wa 20, anasema nami nitakuwa nanyi hata utimilifu wa nini? Madhari. Maana yake yupo. Ukienda Marekani yuko, ukienda Ulaya yupo, ukienda Asia yupo, ukienda bara la Australia yupo, ukienda popote yupo. Mahali penye vitu vyenye uhai na visivyo na uhai, Mungu yupo. Ya hitaji kula. Amesema asinzi wala amali. Haleluya. Kwa hizo kwa attribute hizo 3 zikupe kukufahamu. Kwa hiyo tunasema sifa za baba ni mtakatifu. Haleluya. Ufunuo 4:8 ni mtakatifu sana. Holy, holy, holy the Lord God Almighty, who was and who is and to come. Ufunuo 4:8 na Petro wa kwanza sura ya kwanza 16. Amen. Tusome. Tunapoimbaga ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Na maana yake tunataka ujue uwezo wa Mungu. Kama tunavyosema ni mtakatifu kweli. Afungamani na uongo, afungamani na uovu, afungamani na kila namna ya uovu na dhambi. Maana ni mtakatifu sana. Tusome Ufunuo 4:8. Na unasema, na hao wenye uhai 4, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani
na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, Mtakatifu, 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 Bwana wa Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Naambiwa hao wazee 24 na wale wenye macho ngapi? Hapo kuna makerubi, kuna maserafi, kuna malaika na wazee wa 24, labda na wengine ambao hawajatajwa kwenye Biblia. Nasema hawalali wala, maana yake wameshaondolewa ule wanadamu, wamevishwa utukufu. Ukivishwa utukufu unakuwa kama Mungu kwa sehemu. Amen. Ndio maana anasema kama Baba alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Anasema kazi yao ni kumwambia Baba mtakatifu, mtakatifu, umejaa neema, umejaa rehema, wewe ni Baba dunia yote. Kwa akipokea zile sifa, utukufu na unawafunika wale, wanazidi na yeye kuongezewa nguvu zaidi. Unapewa na macho nani? Sasa sijajua maana yake macho ngapi. Kichwa kinaweza ikabeba macho mangapi? 1, 2, 3, 4 ngapi? 8. Kichwa tu. Maana yake wale wana macho mpaka kwenye nini? Bawa zile. Amen. Wakimsujudu Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ni mtakatifu. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 16. Anasema kwa kuwa ni mtakatifu, iweni watakatifu. Haleluya. Amen. Tusome twende. Petro wa kwanza mstari wa kwanza. Mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza. Nasoma kama ilivyoandikwa. Kama kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Anasema kwa maana imefanya nini? Mtakuwa watakatifu. Kwa maana yake amerejea kitabu cha Hesabu, hatutasoma huko. Lakini akawaambia kwa kuwa imeandikwa mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu sifa nyingine za Baba ni Mungu wa upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tukumbuke hizo sifa. Ana aliweka kufundisha, tambua upendo, vaa upendo, ishi ndani ya nini? Upendo. Amen. Waraka wa kwanza Yohana 4 mstari wa 8. Endelea tu mpaka nitakapokuambia. Mpaka 10 tusome. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Yeye asiyependa hakuzaliwa na Mungu wala kumjua nani? Mungu. Kwa maana Mungu ni pendo. Kwa maana Mungu ni nani? Pendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Ndio. Kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Kwamba sisi hatukumpenda Mungu. Bali kwamba yeye alitupenda. Lakini yeye ndo alitupenda sisi kwanza. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho. Alivyotupenda akamtuma mwana kuja kuwa kipatanisho, kwa sababu tulishafarakanishwa naye kwa dhambi zetu. Endelea. Wapenzi. Ndio. Ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Ndio. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Tukipendana, Mungu hukaa ndani ya pendo lake na hukaa ndani yetu. Mstari wa 16. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Na kuliamini. Ndio. Mungu ni pendo. Naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Amen. Vitu vitatu vya muhimu. Anasema nasi tumelifahamu pendo la Mungu. Sema nasi tumelifahamu pendo la Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Na kuliamini. Mungu ni upendo. Naye akae katika upendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Amen.
Haleluya. Mungu kaa ndani ya mtu aliye na upendo, kwa sababu yeye mwenyewe ni nani? Ni upendo. Amen. Ya nyingine, Mungu ni Mungu wa haki. Ni Mungu tunamuita ni hakimu wa haki, asiyependelea, asiyepokea rushwa. Apandacho mtu ndicho atakacho. Mungu si mwanadamu hata aseme nini, wala sio mwanadamu apate kujuta. Haleluya. Amen. Zaburi ya 45 mstari wa 17. Tunaangalia hizo ni sifa sasa. Tukimaliza sifa za Baba tutamwangalia baadaye, kama Mungu atatupa kibali tutasoma baada ya Roho Mtakatifu. 45 mstari wa 17. Zaburi 145 mstari wa 17. Na unasema, ndio, Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote. Na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Haleluya. Amejaa rehema, amejaa kweli, amejaa haki, amejaa utakatifu. Sema amina. Amejaa nini? Rehema. Isaya 30:18. Kitabu cha Isaya 30:18. ndio Nasema, Kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma, na kwa ajili ya hayo atatukuzwa ili awarehemu, kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu, heri wote wamngojao. Haleluya. Ni hakimu wa nani? Amen. Ya mwisho kwa leo tunasema ni Mungu wa rehema. Zaburi ya 103 mstari wa 8, Zaburi ya 111 mstari wa 4. The Lord is merciful and gracious, slow to anger. Mungu ni mwingi wa rehema, kama alivyosema Daudi katika 103. Tafuta 111, nitasoma 103. Zaburi 103. Amen. Zaburi 103. Mstari wa 3. Zaburi 103 mstari wa 3 inasema. Mstari wa 8, sorry. Okay. Mstari wa 8 inasema, Bwana amejaa huruma na neema. Bwana amejaa nini? Huruma na neema. Rudia pamoja. Bwana amejaa huruma na neema. Haoni hasira. Mwepesi. Si mwepesi wa nini? Hasira. Sio mwepesi wa hasira. Ni mwingi wa fadhili. Ni mwingi wa fadhili. Haleluya. Hizo ni sifa za Baba. Ndio maana sio kila saa na kuhukumu, kuna saa na kuhurumia tu. Mungu amenihurumia, nalistahili kupotea, lakini nahurumiwa, sababu haya yote sasa najua haya yote, nasifu huruma yake, nasifu huruma yake. Mungu ni mwingi wa nani? Na mwingi wa fadhili. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 111 mstari wa 4.
11 mstari wa 4 inasema, amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Bwana ni nani? Ni mwenye fadhili na rehema. Amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake na kuwapa urithi wa mataifa. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake ni amini. Yamethibitika milele na milele. Yamefanywa katika kweli na adili. Haleluya. Haleluya. Jina lake takatifu la kuogopwa. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, na wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Nuru huwazukia wenye adili gizani, na fadhili na huruma na haki. Haleluya. Bwana alibariki neno lake. Amen. Umejifunza sifa za Baba ili uweze kumcha, uweze kufanya nini? Kumcha, kumtumikia, kuambatana naye. Haleluya. Basi simama kwa miguu yako. Somo hili limekuwa refu lakini la maana, litakalo kusaidia kumjua Mungu kwa viwango vingine. Haleluya. Kama umebarikiwa na Yesu, mshangilie kwa makofi na vigelegele. Simama. Hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja. Hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Kukaa nawe Bwana. Hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Kukaa nawe Bwana. Imba hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Kukaa nawe Bwana. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli. Imba moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, Yesu ametenda,
wanazikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi wanazikubali. Amefanya Yesu, amefanya mengi, Yesu anaponya, Yesu anaponya, Yesu Kristo anaponya, Yesu anaponya, abariki, Yesu abariki, Yesu kweli abariki, Yesu abariki. Imba moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi wanazikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi wanazikubali. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya uzuri wako na wema wako ulizoonyesha juu ya watoto wako saa hii Bwana. Tunapokuja mbele zako Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno hili lililobeba uzima, lililobeba uweza, lililobeba utukufu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya watoto wako waliosikia neno hili, wamefunguliwa, wamebarikiwa, maana wamejua ya kwamba wewe ni Baba wa milele. Akili zako hazichunguziki, akili zako hazina mwisho, na wewe unaweza kutenda mambo yote. Unaweza kufungua waliofunga, unaweza kubariki walioonewa, unaweza kufungua, unaweza kama Ayubu alivyosema, ninajua ya kuwa unaweza kutenda mambo yote, na hakuna neno lako linaloweza kubadilishwa, maana ukikusudia jambo unaweza kutenda, unaweza kufanya. Yesu wangu na Baba yangu, ninakuita Abba Father, Yawe Mungu wangu na Baba yangu. Ninakushukuru kwa sababu ya watu hao, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii ulionipa kusimama mbele yao katika taifa langu la Tanzania. Wamejua uzuri wako, wamejua uwema wako, wamejua nguvu zako, wamejua utukufu wako, wamejua utakatifu wako, wamejua ya kwamba wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu wa milele. Akili zako hazina kipimo, huwezi kupimwa kwa kipimo chochote cha wanadamu, maana hekima yako yaweza kubadilisha mtu mjinga na kumpa akili njema, na kumpa maarifa, na kumpa nguvu, na kumpa utukufu. Yesu wangu na Baba yangu, jana leo tunatamani sehemu ya neema yako, sehemu ya utukufu wako, sehemu ya baraka zako, sehemu ya nguvu zako, ili nasi tutembee kama wana, kama warithi, warithie pamoja nao, warithie pamoja nao, warithie pamoja nao. Baba yangu na Mungu wangu, ninakutukuza kwa sababu ya upendo wako, ninakushukuru kwa sababu umejaa neema, umejaa nguvu, umejaa uweza, umejaa neema, umejaa baraka, umejaa utukufu. Na fadhili zako ni za milele, na kila mtu amesikia ya kwamba fadhili zako ni za milele. Wewe ni mtakatifu sana, wewe ni mkuu sana, wewe unaweza kufungua watu hao, unaweza kubariki watu hao, unaweza kugusa maisha yao kutoka katika hali ya uduni na kuingia katika heshima na utukufu na baraka. Maana wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni mfalme. Tena ili wajua ya kwamba uko mahali hapa, tena ili wajua kwamba umewakumbuka hata siku ya leo, umekumbuka maisha yao, umekumbuka maisha yao, na unataka kuwatoa katika hali ya mateso, unataka kuwafungua katika jina la Yesu. Wajue kukutukuza, wajue kumcha wewe, maana umesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari 20, kumcha Bwana, kuambatana naye, kumtumikia yeye. Na
tunapokucha wewe, tunapokutafuta wewe, tunapokea heshima, tunapokea utajiri. Maana Daudi akasema katika Zaburi ya 112, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye akili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, mna utajiri na hekima, mna utajiri na nguvu, mna utajiri na utukufu. Yesu wangu, thibitisha matendo yako na uwezo wako juu ya watu wako hawa, maana wanataka wakuone, waone utukufu wako, waone neema yako, waone baraka zako, waone Bwana wakivikwa utukufu na nguvu. Maana wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya, watavikwa nguvu mpya. Waliokata tamaa, umekuja kuwajenga tena, umekuja kuponya mioyo yao, umekuja kuponya nafsi zao, umekuja kuponya mioyo yao. Yesu wangu, Baba yangu, Lord of glory, reveal your glory, reveal your power, reveal your power, Father. Let them know, Lord Almighty, there is no one like you. You are Lord Almighty, omnipresent, omnipotent, omniscient. You are all powerful. You are all knowing. You can do what you can do, what no man can do, what no man cannot do. You can do it. Do it again, Father. Do it again, Lord. Do it for your glory. Do it for your glory. Inna baba. Endelea kuomba, nguvu ya Mungu inakushukia. Endelea kutafuta ushirika na Yesu. Maana yuko mahali hapa, anataka aguse maisha yako, aguse moyo wako, aguse maisha yako, akufungue, akuweke huru, akufungue katika mateso, akufungue katika vifungo vyovyote vya adui alivyokufunga. Maana nuru ya Kristo imekuangazia siku ya leo. Naye sara basikata lebeta rabasika lebandasaka lebatasaka lebatatata lebandasa lia masi ya roho sata Bambari akasiri kotola na kasara babari ya Musa. Damu ya Yesu, damu yenye nguvu, damu yenye uzima ishuke na kuleta ukombozi ndani ya mama huyu, ndani ya mtoto huyu, ndani ya mtu huyu, katika jina la Yesu. Mtu huyu anasema, Baba uniguse, unapobariki wengine uniguse na mimi, unapofungua wengine uniguse na mimi, unifungue na mimi. Nami kwa neno lako natamka wafunguliwe, natamka wawekwe huru, natamka wabarikiwe, natamka Bwana kila kifungo kilichowafunga, kila mtego adui uliotegwa naenda kuharibu kwa jina la Yesu. Kila silaha iliyotumwa juu yao, kwa kuwa umesema kila silaha itakainuka haitafanikiwa. Nami kila silaha iliyotumwa na adui kupitia kitu chochote, kupitia majira, kupitia mwezi, na iharibu kwa jina la Yesu. Haitasimama juu yako, haitakuwa juu yako, haitapata nafasi katika maisha yako. Wewe ni wa thamani, wewe ni mwana, wewe ni mwana, wewe ni mwana. Pokea urithi wa Yesu, pokea neema ya Yesu, pokea baraka za Yesu aliyekuita kutoka kabla misingi ya ulimwengu kuumbwa. Alikujua, alikuumba, alikufinyanga. Anatamani ujue nafasi yako, anatamani usimame kwa nafasi yako, anatamani ujue kumcha yeye, ujue kuambatana naye, ujue kumtukuza, ujue kumwabudu. Sandaro zakaraba baba nekatasarako. Kila giza linalozuia baraka za Mungu juu yako itoke kwa mama huyu, kwa mtoto huyu, kwa binti huyu, kwa kijana huyu, kwa jina la Yesu. Giza toweka, mateso toweka, magonjwa toweka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa kupigwa kwa Yesu, mama huyu ninamfungua, binti huyu ninamfungua, mtoto huyu ninamfungua. Yes and no. Sauti hii ipenye kama radi katika moyo wa mtu huyu, katika mishipa yake, katika fahamu zake. Yes and no. Baba, yes, lika na momosi, leha basekata, likatata, otamando, yakarabababababa, leha babababababa sikara, baraka sikara galababa, yo baraka sete ya Musa, la babababari ya boko sikata, wokoroko sikara kasa, lekatata rakasi ya moto, katika jina la Yesu.
Lama sikiri katatarago. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna uwepo wa Yesu kwa hapa. Anataka kugusa mwenyewe, anataka kufungue, anataka kuweka huru. Na wakikuweka mwana wa damu, akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Utakuwa mbali na kuonewa, utakuwa mbali na kuonewa, utakuwa mbali na kuonewa. Endelea kuomba, usinyamaze. Yesu anasema omba, 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 omba. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kila ombaye atapokea. Yesu baba. Rika dadara basikete. Zekere kototo. Yesu akutie nguvu. Yesu akuguse. Watamasaka. Leka ramanda. Yesu arababasika. La kasere babasikete ko. La kasaka rakase. Lekere kosotolere. Lekere mamondosika. La karaba baba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Yes, damu ya Yesu inapita. Yule inakuweka huru. Yes, aramando sikala tata. Reka tata serebosita. Leka rama sikara mabosi. Ala maria bosikata. Yakasa karama tata. Ala muri kasareo. Kokondonja. Zekera mamondo sika. Lake ya bosikara bosita. Leka sereboti leka rebosika. Father of glory, let your power leka seramasikio. Lake ya bosikere botolo yao. Baba ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninaomba Bwana kwa neema yako na nguvu zako, nenda kafungue kila kitu ambacho adui amefunga katika maisha yake, kila mateso, kila magonjwa, kila mateso, kila magonjwa. Yes, ninaomba kwa jina la Yesu, mishipa yoyote iliyokuwa ikimtesa, mateso yote, kwa jina la Yesu, funguka. Yes, funguka. Kila pando asilolipanda Baba katika maisha yako, aling'oa. Toka kwa jina la Yesu. Ewe adui ulioshika moyo wake, ulioshika nafsi yake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, inafungua, inapiga radi, inapiga moto kila adui aliyesimama juu ya maisha yako. Yes. In the mighty name of Jesus. Moyo, I declare freedom. Natangaza neema ya Yesu sasa. Ishuke ndani yako. Ishuke kama moto. Ikufungue, ikuweke huru katika jina la Yesu. Mateso na yakomesha sasa. Yura masikini. Jakara babatini bolongia mas. Lama sikini bosheta. I bless Jacob the Yoshua. Katika jina la Yesu kwa damu. Baba. Asante Bwana utatusimisha. Asante Bwana utatupa. Jekara Bwana. Damu yenye nguvu ya Yesu Kristo ikufungue katika jina la Yesu. Achilia damu ya Yesu ileta uzima kamili na uponyaji kwa jina la Yesu. Mambo sikere kutotose makasa karabote sikere lahigo toto sikere kaji. Damu ya Yesu, damu yenye nguvu, damu yenye uwezo na mamlaka. Yakasikiri kotoso lukumanda sikere retesi. Father, reveal your power, reveal your glory. Gusa maisha watu wako, wakujue, wakutukuze.